Cha aliyekuwa mkuu wa majeshi na maafisa wengine wakuu wa jeshi imetolewa leo na kuwasilishwa kwake Rais William Ruto na Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya. Na mwanahabari wetu Mike Chalo na maelezo zaidi. Ni takriban mwaka mmoja uliojaa ngoja ya ripoti ya ajali ya ndege iliyomhusisha aliyekuwa jenerali mkuu wa majeshi Francis Ogolla. Ripoti hiyo iliwasilishwa kwake Rais William Ruto hii leo katika ikulu ya Nairobi, naye Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya. Soipan akiandamana na mkuu wa majeshi wa sasa Jenerali Charles Kahariri, naibu wake Luteni Jenerali John Omenda na mkuu wa majeshi wa wanahewa Meja Jenerali Fatuma Ahmed. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ndege hiyo aina ya Chopper Bell UH-1 yenye usajili wa nambari KAF 1501 na ambayo ilisababisha kifo cha Jenerali Ogolla na maafisa wengine 9 ilianguka baada ya injini yake kufeli hewani katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Ripoti hiyo ambayo imehusisha mashahidi 12 imebaini kuwa ndege hiyo ilikuwa salama wakati wa kupaa, japo ilikuwa imetumika kwa muda kusafirisha viongozi wakuu serikalini na kutumika katika mafunzo ya kijeshi. Vilevile ripoti hiyo imebainisha kuwa marubani walikuwa wazoefu na wenye haiba, kwani waliaminika katika jeshi la wanahewa. Mashahidi walioshuhudia ndege hiyo ikianguka pamoja na mwanajeshi ambaye pia alikuwa mpiga picha na aliyenusurika katika ajali hiyo, akisema injini ya ndege hiyo ilizima ikiwa hewani, marubani wakijaribu kukabili hali hiyo bila mafanikio. Aidha, ripoti hiyo imekanusha madai kuwa ndege hiyo ilianguka kutokana na hali mbaya ya anga na itilafu za mawasiliano, kwani hali ya anga ilikuwa sawa na mawasiliano ya ndege hiyo na vituo vingine vya mawasiliano yalikuwa thabiti. Kinachosubiriwa sasa ni ripoti hiyo kuwasilishwa bungeni. Mike Chalo, TV47.